Haleluya. Ni muda wa mabudu jamani, tusimame. Ni muda wa kumrudisha Bwana.
tunaweka imani nzima katika mikono yako Yesu. Bariki kila kinachotendeka hapa, bariki kile kinachofanyika hapa. Neema na baraka zako na utukufu wako pamoja nasi. Bariki mama yule, bariki jana yule, bariki baba yule, bariki mtoto yule, bariki kaka yule na dada yule. Pia walioko majumbani, tunakubariki Mungu wangu. Baba, kila pingamizi vile vile tunakataa katika uwezo wa jina la Yesu. Baraka yao itawale nasi kutulia hapa Yesu. Kila tunalo hapa liwe chini ya uwezo wako, likioshwa na uwezo wa damu ya Yesu Kristo. Asante Mungu, maana ni Mungu unayetosha, ni yule yule usibadilika, makuu yako yatafanyika na faraja zako tunahitaji kutosha katika mtandao huu. Asante Mungu. Asante Jehova. Toa jina lako na kila mmoja sema amen. Tunaendelea programu yetu na ni kwa taratibu tu pekee tunaenda ili tupate kuguswa na uwepo wa Bwana siku ya leo, kwa maana siku ya Bwana ameifanya. Asante sana kwa waimbaji na wanamuziki, Bwana wabariki sana. Amen. Waimbaji mko basi, tukiwa na makofi kwa ajili ya waimbaji, na kwamba Bwana kutumia kwa utukufu wake katika ibada kama hizi, kwa maana ni hapa Bwana anapenda tukuke na kutazama maisha yetu ya kwamba inamlilia. Katika kipindi kifuatacho tutakwenda kuwa sasa na hali ya kuangalia wageni wetu. Tuko hapa kama kanisa na huwa tuna majirani, tuna marafiki, tuna wachungaji, tuna wapendwa, lazima tuwatambue katika uwepo wa Bwana. Kwa hiyo kama wewe ni mtumishi, tungeomba usimame tu na upunge roho yako kisalimia uwepo wa Bwana na Mungu atakubariki sana. Kama kuna mchungaji aliye hapa, Bwana amemleta popote alipo, asimame na asalimie watu wa Mungu na Bwana atatukuzwa zaidi sana. Amen. Simameni wachungaji kama wako, tutakapopepea tu watu wa Mungu na mimi Bwana atakubariki. Haleluya. Haya, na wengi labda wametoka kando ya Houston, kama ni mtu wa Mungu ama ni mshirika ama ni yeyote tu ambaye anamjua Bwana na umetembea kutoka kando ya nje ya Houston, ungesimama pia tukutambue uwepo wako. Kama ni mgeni katika mji wetu wa Houston, ungesimama pia tukutambue. Amen. Asante sana kwa maana ni familia iliyofiwa na wakasafiri masaa marefu, masaa mawili kuja hapa, sio rahisi. Bwana wabariki sana. Katika kipindi cha pili tutakwenda kutambua makanisa jirani. Tuna makanisa mengi jirani hapa. Ningeomba tutambue labda wapendwa kutoka katika kanisa la Agape, kama wako wasimame, watupungie mkono wa furaha na upendo wa Bwana, kwa maana watu wa Mungu wanatumia pamoja. Haleluya. Barikiwa sana. Tunawapenda sana kwa upendo wa Bwana usio wa unafiki, upendo sahihi kutoka mioyoni mwetu. Watu kutoka katika kanisa la Methodist Uru, ikiwa wapo nao wasimama, tupungie mikono, kwa maana tunawapenda pia na Bwana wabariki sana. Amen. Basi tutakwenda kutakuwa pia watu kutoka katika dhehebu zingine zote zile za Kristo ambao tukuzitaja hapa. Tumesema hili na kanisa ambalo tunashirikiana nayo karibu hapa, na labda tujataja kanisa lako na wewe ni mtu wa Mungu, ni usimame pia usalimie watu wa Bwana, kwa maana tunapokutanana hiyo ndio furaha, kwa maana uso unoa uso mwingine. Haleluya. Basi tusimame watu wa Mungu. Amen. Asante sana. Samahani sana, naona kuna kanisa lingine tunashirikiana nalo sana, MPG Church. Naona watu wako pale. Karibuni sana mtu wa Mungu na dada yetu, ninyi watumishi wa Bwana na Bwana amewatuma tungeomba tushirikiane. Asante sana. Na wale wengine ambao sio wa Kristo na wako hapa pia tunawakaribisha, kwa maana Bwana habagui mtu yeyote yule. Bwana neema yake kwa kila mmoja yule. Na ikiwa umekuja hapa anakupenda, labda amekulenda leo. Kwa hiyo nitaomba pia ambao wengine sio wa Kristo ama wenzake makanisani wangesimama ni walipotoa tusaidie, kwa maana tunatoa Bwana. Kama huko na wenzake kanisani sio tusi kwenda kanisani, au haujakubali kupokea neema ya Bwana, hivyo unaitazama lakini haujakubali ndani ya moyo wako, sio tusi. Amen. Okay. Asante sana. Kama wote ni watu wa Mungu na Bwana ametuita kuwa watoto wake, lazima tufurahi. Na ninashukuru asante kwa kipindi cha kukaribishana, na nitakaribisha pia kutambua wamama ambao tunapokuwa hapa hawasahau tumbo zetu. Tunatoa Yesu alihubiri habari njema, akaona watu wengi wamekuja, hakuachilia bora, akasema kwamba acha hao watu niwalishe, aliwafia huduma. Kwa hiyo wamama hawakuangalia kwamba tutakuja hapa twende na njaa, waliandaa vitu vingi usiku wa manane
Hiyo ni kitu kingine cha kushukuru sana. Kwa hiyo mama ambao ameandaa kile chakula kama wako, tuwatambue pia. Wafungie Bwana Yesu makofi na mikono yao kwa juu. Usike kesha usiku mzima kupika chakula. Ni roho ya upendo. Na hiyo roho ndio tunatambua katikati ya watu wa Mungu. Basi mtanisamea sana ikiwa sijakutambua mahali huko, lakini kwa upendo wa Kristo tumekaribisha kila mmoja katika ukumbi huu. Na tukiendelea tutaomba kijana wetu kuturudisha wimbo mmoja, Kado tupatie wimbo mmoja ambao nao waje kutukuza Bwana, kumfurahia Bwana, na baadaye tutaingia katika neno la Bwana. Karibu kijana wetu Kado kwa wimbo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo watu wa Mungu. Você vai sair CD? Utaweza mwanangu tembea mbali. Haleluya. Rafiki wa kweli Yesu. Upendo wa Yesu, huruma zake, amani ya kweli moyoni alinipa. Yesu ametoa nafsi yake kuikomboa nafsi yangu. Nilikuwa mchafu mimi, sifai. Hakuangalia madhaifu yangu hakuangalia mapungufu yangu. Alijua nina madhaifu mengi, uasi mwingi, makosa mengi. Akaniambia ukija kwangu utapata pumziko la milele. Upendo wa Yesu, huruma zake, amani ya kweli moyoni alinipa. Yesu rafiki, Yesu rafiki wa kweli, Yesu rafiki, Yesu rafiki wa kweli. Nikashangaa, tulikuwa pamoja, tulicheza pamoja, iweje waligeuka. Nimegundua kwamba Yesu ndiye rafiki mwenye ukweli, asiye na unafiki. Ukikosa anakupatia, ukikosea anakusahisha. Yeye ndiye Emanueli.
Tupige makofi mara tena. Kwa maana mtu anayemtumikia Bwana na kumwimbia asante lazima apewe shangwe na apewe ile hali ya shamra ili ya kwamba roho iendelee kumtumikia Bwana. Katika hali hii naamini tutakwenda kusikia neno la Bwana. Na ndilo lengo letu sana, neno la Bwana na chakula kiko pale kingi. Kwa hiyo tukikula neno la Bwana, roho ikijaa, mwili pia nao ujaa. Ndio maana nimesema kwamba wanaopika chakula tusiwasahau. Kama mtu hapa kupikia chakula nyumbani, ukikosa kumshukuru, upende sio upendo wa kweli. Kwa hiyo lazima tushukuru wale ambao wanachangia kutufanyia kazi ya Bwana endelee. Kwa hiyo tutakwenda kumsikia neno la Bwana, na huwa mara na mara ninapenda tushirikiane na watumishi wengine. Hiyo ndio roho yangu asili. Tunapokuwa na sherehe kama hizi za watu wengi, huwa egoisme isiwe ndani ya mtumishi. Huwa tunapenda kushirikiana. Na hiyo tumemwalika mtumishi Augustin, Pastor Augustin. Nampenda sana, napenda watu wa Mungu wote. Hata sio kabila yangu, napenda watu wa Mungu wote. Hata ni nani ninampenda, kwa sababu kile kilichomweka kuwa vile sio mimi. Kwa hiyo leo mtumishi Augustin atasimama na huyu ndio atatupatia neno la Bwana. Amen. Mtumishi wa Bwana ungesimama kwanza watu wakuone. Watu wanasema mchungaji anataka wachungaji wengine wapi? Wachungaji watu tunakaa nao, lazima tuwatambue wengine. Amen. Tunataka wachungaji wapi bila sifa, tunataka sherehe, watu wengine wanakuja ubiri. Hiyo ndio ushirika wa Bwana. Kwa hiyo nampenda sana na yeye ndio atatupatia neno la Bwana leo na tubariki. Kwa hiyo tukiwa na makofi. Bwana asifiwe wandugu. Tunashukuru Mungu magharibi ya leo kutupatia na mali kusimama mbele mji kubwa kama hii. Najua nilisimama mbele ya mkunji kubwa kama hii kupita hii ni kitambo. Haleluya. Ni kitambo, ni zamani sana, lakini ninakwenda kumshukuru kabisa. Nakushukuru mtumishi wa Mungu. Huyu anaangalia mkalandrie ya watumishi, anaenda kunitafuta na ananipata, anasema nilete kwa neno ya Mungu. Ni furaha, haina furaha. Zaidi ni furaha kwangu mimi. Juu kuko wengi hawanifamia hapa, na kuko wengi wananifamia.
Mimi niko na mzee wangu weko pale ule mwisho na mama wake, mama wangu kabisa eko pale bali wananiua kabisa uzuri wa huyu Mungu alinileta hii mahali. Bandugu, kwa jina ninaitwa kwa Pasteur Augustin Chibangu Lusungu mwana Nkola kumai kinkwakuya kulikuya tumbwi kili nikama. Amen, amen. Ninaongoza kanisa la Evangelic Church of Jesus Christ. Ni kanisa yenye kuongozwa na Roho ya Bwana. Amina. Nina mke na watoto tunaishi nao hapa, na ninampenda Mungu kabisa. Haleluya, haleluya. Kupenda wangu kwa Mungu, Mungu ananiunganisha na watu wa kila aina. Amen. Ni vya mingi, lakini acha tupite exhortation amba kombolezo wa magharibi ya leo kwa maneno inayetupata katika jamaa yetu ya Wakristo. Haleluya. Tukiangalie ndani ya maandiko takatifu kitabu ya Wafalme wa kwanza 2, kule tunaona mzee Daudi ametazama masiku yake ya kwenda kurudi kwa Mungu Baba imekaribia. Akaita mwanake, na mwanake aliitwa na Solomon. Mnajua mwote Solomon, mfalme Solomon. Daudi akampatia mashauri. Amesema, mimi naanza kwenda njia ya kila mtu. Amen, amen. Amen. Lakini kitu nitakwambia, uchi mtu swazeno. Haleluya. Amen. Shika kabisa amri ya Mungu. Tembea kabisa ndani ya amri ya Mungu. Amen, watoto wa Mungu. Amen. Niliingia hii nchi depuis 2004 na nikaendelesha hii kazi ya Mungu mufuraha, mumateso, mubitu vyote vile viweza kunipata pa hii nchi. Najua nilikuwa mchungaji Kongomani wa kwanza hapa. Wale wote wanajua hii historia. Na nilipokea watu wengi sana, haina kama majivuno. Makanisa mingi nilipokea, lakini mimi ni tremplin. Haleluya. Amen. Mtu kama anapanda pa tremplin, anatafuta kuvuka kufika pale pa katikati ya maji, anapanda pa kitu kimoja na tumtuka, anakwenda kufika mahali ego nafukuzia. Amen, amen. Amen. Tunafanya kazi ya Bwana zaidi mshida, mfujo, tuwe na tumaini mbele ya huyu Mungu. Malipo yetu itakuwa makubwa kabisa. Mama moja anatuanjikia, anasema, mchungaji, usihuzunike mbele ya Mungu, taji yako iko hapo, hata unafika na watu 3. Sema amen. Amen. Acha niwasomee neno ya leo bila kuponda muda. Neno ya leo tutaisoma vipande tu 2-3 juu ya kujua ni nini
inatuchonga mambo ya lufu. Bandugu, tutasoma kitabu cha Ufunuo sura 20:11 hadi mstari wa 15. Tunasoma: kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. 12 Na wakaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika kile kitabu, sawasawa na matendo yao. 13 Bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. 14 Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hilo ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Amina. amen. Ninauliza kwa Mungu Baba, jina langu kama linaandikwa. Ninauliza kwa Mungu Baba, jina langu andikwa. Jina langu, jina langu, jina langu, jina langu, jina langu kama linaandikwa. Nakumituna na Nzambe Tata, kombo nanga soki komande. Nakumituna na Tata Nzambe, kombo nanga soki komande. Kombo nanga, kombo nanga, kombo nayo, kombo nanga, kombo nanga soki komande. Jina langu, jina langu, jina langu, jina langu, jina langu kama linaandikwa. Banduku, eske ushaandikisha jina yako kwa kitabu ya uzima? Manjiko inatuambia kutakuya jugement amba judgment, siku ya lufu ya kila mtu. Amina. Amen. Tutasambishwa, mjue ile bien-aime, wapendwa wangu, kutakuya kusamba. Tutasamba juu ya nini? Tutasamba kila mtu kadiri ya matendo yake. Amen, amen. Amen, amen. Hautaenda kusamba kwa huyu Mungu kwa matendo ya Augustin, hapana. Kila mtu atasamba kwa matendo yake. Ila anaenda kutenda kwa Mungu kumbingu wala mungeni, hapana. Kwa matendo ile tuko natenda hapa pa dunia, c'est enregistré. Sema kwa amen. Amen. Bapendwa, utangulie kuyua kuko jugement. Na jugement moya itanglobe kila lufu. Kama wewe balikukulia kwa banduku yako baloshi, basangaji banekalaka baloshi, vile tunabasemaka.
bayomba banekalaka baloji vile tunabasemaka. Ile siku batakutoa, batakutosha, batashimama mbele ya kiti cha enzi. Kama wewe walikutumia rufu, kuko bantu walianza kuishi nao mumashanuzi fulani, huyu wasema batakuya jije juu ya ile maneno ile siku. Kama wewe walikutumia madawa vitu fulani, kila kitu kitashimama. Kama hata ulianguka mumutoni, vile bantu wetu wengine walikufa mumutoni, mutoni wanasema itatapika kila mtu alikuli. Amen. Kila nufu ya kila mtu ikwe modeli ile anakufa, mjua sema jijema ikwako. Amen. Na kila mtu, maandiko inatuambia magharibi ya leo atashimama kukiti ya enzi. Tunaangalia Yesu mwenye kuikala pale na malaika wenye mzunguluka, na huyu Mungu wetu alitutuma kwa kumfanyia kazi. Mambo yote inaanza kutoka kwa television. Wataita Andrea ali, mambo yake yanatoka pale. Mnaona Andrea Mukumari present, mambo yake yanatoka pale. Mnaiona Mutombo, oui, mambo yake yanatoka pale. Amina. Amen. Bataita kila mtu kwa jina yake na mambo yake itatoka pelele vile venye. Pelele ni mwambie ni mu. Pelele. Hii lugha ya kwetu ya bantu tunasema kwa kwetu ni lugha gani? Pelele. Mambo itatoka pelele, mlingana. Makambo yako bima pelele. Amen, amen. Hata unaweza kufichama chini ya meza, mambo itafanya itakutokelea tu hivi. Unaanza kujishutuka, wanakuonesha huko unafichama chini ya mamatela. Huko unafichama na kuchonganisha watu. Huko unafichama na matendo yote itashimama mbele ya Mungu tu pate vrai jugement. Utuasema utasambishwa kwa kazi yote wanafanya hata ndani ya kanisa. Mecho mwekunda uliloka kushiku. Kwa maneno yote wanafanya, jugement kwako wapendwa. Usiseme vile vitu ya mingi inaanzaka tout se paye ici-bas comme elle dit dans notre français. Dieu binalipa mbele unaanzia hapa kupata ile mashida mwa fulani juu ya matendo. Alors, nina kuexhorte magharibi ya leo, changer les allées, changer les allées. Kuya mtu wa heshima, mtu wa mapendo, mtu wa huruma, mtu wa kila amri nane ya Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Mtu wa amri, matendo, les fruits de l'esprit, unapasha kuitumikia bien aimé, qu'il plaît qu'il neige, njoo unaandika jina lako mkitabu cha uzima. Sasa kama ulitembea na machuki, ukweli abantu unavunja, makanisa unavunja, ndio shetani wanatuma bantu makanisa. Asitume bantu mbaba. Bantu kuulasa jijemai kwako wanasema na mai itatosha bantu wale limezi. Na waloji wale mafupi baifi wale mamasengo batatoa bantu wote wale walikulia bila mama yao mimi naona vya mecho mkunda. Itatoa bantu wote wale walikulia bila mama yao mnaona kuna leo ulevi wa pumbavu wa uloji. Mungu atabisambisha mwisho yao. Banasema vitenda mtanuru ya nini? Ya moto. Bibatu ya mambo mubaya vitenda wapi? Moto. Tuwe na upendo mieleme. Tutoshe mambo ya makabila. Tutoshe mambo ya makabila. Makabila ile tutosha upendo wa Mungu. Yesu, damu ya Yesu iko ya rushi. Haleluya. Na Yesu kumsalaba akukufie mpaka Waafrika.
Alikufia watu wote bien-aimé. Haleluya. Anakufia mtu wote, anakufia kabila yote, akuchakule na yeye mwenyewe anapanda kumsalaba Chilobo. Haleluya. Sauti ya kwanza nasema, Papa ubasamehe abayue kile bastindi hapo. Amen, amen. Amen, amen. Malgré walimkatala, wanasema utupeshe jida. Huyu Yesu afwe asulubiwe. Akushutuke mtoto wa Mungu. Ifo kwa na mambo mengine ushaanze kushutuka. Amen. Ifo kwa na mambo mengine ushaanze kushutuka. Wanatuweka kumisalaba sikushe wa pasteur baum. Wanatuvula na manguo basha kutoka kumsaka. Yesu hakumvule manguo. Ndio nafia kuona kiloti yake ya chini. Amen. Amen. Ndio nafia waone afu bwana ni mwanamke ni mwanaume. Banafika pa ile kwe banakokota wewe Mungu anasema amuta kumwezi. Sema kwa amen. Amen. Sasa acha nimalize. Ino chakula ya mwili inaanza kubamba mkutu. Amen banduku. Niko na bakumbusha kwa kitu kimoja kia kizuri tena. Mzee miniti ni mbakia ngazi. Niendelee. Asante. Yuko gani? Yangi ninashirikisha bantu. Bwana asifiwe banduku. Bwana asifiwe. Haleluya! Haleluya! Tutasoma. Angalia huyu mhubiri anatuambia hapa Ecclésiaste 12. Mzee soma Swahili. Ecclésiaste 12. Haya. Soma tu takushimamisha. Basi tusome Mhubiri sura ya 12 tunaanza mstari wa kwanza. Nasema, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Ukumbuke Muumba wako siku ya ujana wako. Watu wanaanza kukumbuka Mungu wakati anaanza kutembea kifuno cha kuendana. Sasa mniombee hapo. Pastor anaendelea kuishi. Pastor wa maombi ni pastor fulani mmoja mkamwelezea kwa mlonda kwa niombee. Lakini maandiko ya magharibi leo yanatuambia ukumbuke Mungu siku ya nini? Ya ujana wako. Ile sawa ingali na nguvu mu maungu. Ile sawa ingali na kula mifupa na manyama vyote ni kula. Lakini panasema umkumbuke nani? Muumba wako. Banduku, watu wanaanza kukumbuka Mungu mpaka saa ya mateso. Abina na faida. Watu wanaanza kukatala Mungu juu ya haka kampepo kalipita, banasema COVID, banakapachana jina COVID-19. Eske COVID-19 ndio Yesu alipanda nayo kumsalaba? Hapana. Ndio ndio na upendo wa huyu Mungu. Watu wanakimbia Mungu juu ya magonjwa. Yesu aliuza magonjwa yetu kumsalaba kule alipanda. Anasema tout est accompli. Na wale wako ndani ya Yesu hawana tena na condamnation. Mzee endelee. Kabla hazijaja siku zilizo mbaya, kabla hazijaja siku zile zilizo zibaya. Mimi natumika kwa hospitali wa ndeko babo lingo. Mimi naona banduku unamwona alikuwa na bulula avion, nilikuwa na papa moya anaanza kubulula avion, ni mzungu anaya kusema Swahili ya Tanzania. Wakati unapita mu mashambre amenita, anasema uniombee Mungu. Nasema wewe unayo Yesu mniombeana hapa Mungu. Nasema yeye nakuona tu wewe kwa ya Mungu. Nasema bien sana. Bila hata Mswahili, mshukuru yasema anayo Swahili. Yote vile nilisema Mswahili, ule baba alishikia. Sasa pale alishikia, mikono haipate kufanya hivi. Mimi nasema analia, apewe sifa. Mzungu anakuambia apewe sifa mtanda magonjwa.
Ushikane kujua Mungu wakati mishilu ailamuke tena. Unaona mishilu? Mishilu ingine nekalaka inakatala kulamuka. Unaexerce kabisa sema ilamuke inakatala kulamuka. Ndio anaanza kutuma mahabari asema vraiment ba prophète banekalaka wapi? Mwende mu MPG munekalaka passer mwa maombi sana. Passer Andra kwa nyombe Mungu. Sema kwa amen papa. Ongea kwa papa Titi anaombaka Mungu na papa Mulonda bakwe banyombe Mungu. Haleluya. Haukumbuke Mungu wakati mshikana. Wakati unaanza kula kukali na amba unaishi. Ulimsahau Mungu. Wakati unaanza kulula na Mercedes, ulimsahau Mungu. Wakati ulianza kubulula avion, ulimsahau Mungu. Wakati uliuza manyumba vyote vya hii Houston, unamsahau na Mungu. Mtu mwingine ananiambia sema mimi hii ndio premier kitu yangu ya kwanza hii. Mimi mambo mbele ya kanisa, niangalie mbele mambo nasema kama Mungu anastope mijiru ushini. Haleluya. Mungu akistope mijiru yako ile ushini, itakaji yako ile achie mijiru ishimame. Haleluya. Wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hilo. Mimi nakwambia tutakaribia wakati moja wewe uingali mdunia. Dunia itakukuia mbaya. Unaanza kuona, unaanza kuita lufu arriver, unasema Mr. arriver. Nitenda kubeba wale basha kulitayarisha ndio wende wakariti ufalme wa Mungu. Wewe mbele sufrir mbele mumaile mabo. Unasimama mkitanda magonjwa, hapa panauma, hapa panafanye. Ni kufa kufa no. Sasa arriver. Wewe shikia mbele utamu kwa bilo na zafu. Amen, amen. Amen, amen. Niendelee nishendelee. Wapi na wapi? Lakini nishirikisho kusimama japo wakati mwa kusema UA pale kama mkutano sema unaona hii watu tuko na mwe. Kwa kusema wakati na mafuya mbaya. Nisi bala kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Andikisha majina yetu kitabu ya uzima. Pitia matendo yetu. Jana mimi niomba magharibi ya leo mshike upendo ule Yesu alitupenda. Kama vile wanaandika mu kitabu ya Yohana 3:16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croise en lui ait quoi? La vie éternelle. Apate uzima wa milele. Upendo ni kitu kimoja kinene sana bandugu. Watu wanaanza kupendana mpaka mafamilia leo ndani. Mimi Pastor Augustin, muuliza hata wapo bwana. Amen. Mimi napenda watu wote. Mimi naendaka fashi yote. Mimi nahubiliaka fashi yote. Si tu mimi napenda kuhubiri kwa mabilio hivi. Ndio wa mingi wanapendaka mkweli kwa uhubiri. Alléluia. Na mimi naelezaka verite, changer mentalité comme mayona ngena. Uko tu wa chini chini hivi, mambo ya chini chini hivi, sasa serpent de rail. Atangusha tama wagona mawagona. Straight unaenda moto ya milele bien aimé. Moto wa milele ngolea batenda nini? Baba, tutoke kuzambi tumrudilie Yesu. Na tumwambie asante. Nani yule anashukuru Yesu kwa hii matendo hii inatupitia mwili kini dunia mzima. Anarudia tu kama vile Yesu alipona. Le preuve 10 mais moya ule ndio alirudia. Na ule alirudia ndio Yesu aliponesha. Je vous dis la vérité. Que ta foi soit guérie. Wewe imani yako inakuokoa. Amen. Kupaka na imani moja hypocrisie. No, imani ya Mungu mzee anaendesha kama hapa ni ya sura ya pili. Kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza. Kabla jua hii tunaona na mwezi na nyota havijatia giza. Giza shikuingililie mumabitumba ya mabaya. Na bitumba ya mabaya.
Ngiza maisha kuingililia mu. Utanyambula kichi na mukulu unaanza kuona kitu. Mweushi. Tukwe bantu ya nuru. Tukwe bantu ya nuru. Tukwe bantu wenye kujengwa juu ya milima. Matendo yetu yonokane polele. Ishikwe ya kufichama nayo hapana. I beg you, brother. Amen. Tu changer juu kitu itakupatia opportunity ya kuikana kufalme wa Mungu ni matendo yetu. Wanaandika Apocalypse 14:13 wote wanakufa ndani ya Yesu. Matendo yao wanafanya nini? Inawashindikiza. Jani hivyo wanataka mpaka matendo mingi nikosa kufundisha mambo ya matendo. Nasi bao mfundishe mubarikiwe, mulete makuta, mufundishe bantu ba change. Bantu ba changer. Batumikie matendo ya mzuri. Bantu bache vitu ya mgiza. Mgiza inayala sana muyusko. Amen. Amen. Mgiza inayala sana muyusko. Yange shetani leo. Yange shetani leo. Wamuetoke. Wamushita. Wamuetoke. Wamushita. Nisome chini moja. Okay. Kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua, siku ile walinzi wa nyumba watakapotetemeka. So tunashia hapo. So tunashikamia pale. Kwa Yesu. Kwa Yesu hakuna trota. Amen. Amen. Kwa Yesu ushijiseme minjo mazambi. Yesu ni wa huruma. Amen. Minjo miliua watu fulani, minjo milifanya vifanya vyote vya dunia mzima. Mie shiwe kama mimi Yesu anapenda. Yesu anatupenda sana na ndugu. Tuzidi kutenda matendo mazuri. Njo itetupatia kile ya kuonana na Yesu. Tunayo anatulaka ninaenda kwa Baba kufanya nini? Andalia makao. Na eko nafanya nini kule kwa Baba? Intercession ya njani kuku Yesu kumbingu. Kama mshato nimeambia kanisa tufanyeni intercession ya njani kuku kumbingu. Aina vile mzee titi. Intercession Yesu kukumbingu. Kama unaona mambo yote shetani wanatufanya ukianguki, Yesu anamwambia Mungu asifunga licho baba, ushangalie vile simba yuko na tourner kabisa. Yona tafuta wale kudevore. Acha zidizi matendo mazuri, itakubariki kabisa. Amen. Amen. Fanya mema kabisa bandugu, mabaya ishipite mema. Amen. Amen. Nemishi kwa autorisation mwendo kufanya mema. Fanya nguvu ushindani na mubaya. Unakuia hata sheba passer muna tukuia. Haleluya. Amen. Mungu anatukuia bandugu. Tuingali pa dunia. Na hii dunia haipende itupeleke kwa Mungu, unapende itupeleke kwa shefu yake. Wanamuita ni nani? Mwenyewe. Shetani ni mwenye nini? Ifo fukusha waongo wote. Wale wana milanjama mambo yao, wale wana mtendaji wa waongo. Loin de toi. Acha urafiki na muongo. Muongo na muloshi
Wangu wanasema ni watu wakufanya nini? Atawachoma shimo. Mungu wetu awabariki kabisa. Neno la Bwana limeshuka kwetu ni ya kwamba wale wote ambao majina yao itaonekana katika kitabu cha uzima watatupwa katika ziwa la moto. Hivi ndio vile Mungu amesema, na akasema ya kwamba tubadilishe tabia zetu, tuwe transform, tuwe renew our mind, our heart, ili ya kwamba siku Bwana atakapokuja ama siku nitakapokufa niishi na Bwana siku moja katika ufalme wake. Asante mchungaji Justin, Mungu akubariki sana. Tupigiwe na makofi kwa Yesu. Basi tunafika mwisho wa programu yetu. Tunafika mwisho. Nitapenda kusema tu ya kwamba baada ya kumaliza kwa maombi tutakaribisha mtumishi apate kutangaza mawili makubwa, kuombea familia ambayo imeachwa. Ni jambo kubwa ambalo tutalifanya kabla tujamaliza, na tukimaliza by closing prayer tutakaribisha jamii yetu iendelee na programu yake. Kwa hiyo nitakwenda kuomba mchungaji ambaye amesimama leo kunena neno la Bwana asimame na aikabidhi familia ambayo imeachwa siku ya leo tunapokuja kumaliza maji ama kumalizia msiba huu. Akabidhi familia ya Bwana mikononi mwa Bwana. Mungu azidi kuikinga na ineemishe, ili ya kwamba wapate nguvu za kuendelea katika safari nzito tunayo. Karibu mtumishi, ubariki siku ya leo familia hii. Nishone ile familia wapi? Hapa mbele. Okay. Unaweza kusimama tuwaombe. Kama unataka hata utanga magoti, zaidi ya mzuri kusimama tu. Tunashukuru jina lako Mfalme aliye juu kule mbingu ya saba. Hii dunia ni kikanyangio ya miguu yako Mungu wetu, ili wewe unajua hii familia kabisa namuna wanapotesha baba mpendwa wako Papa Isaac. Acha amani na salama iendelee hii familia katika jina la Yesu. Acha nguvu ya mwili, nguvu ya Roho Mtakatifu iendelee hii familia katika jina la Yesu. Ichika magharibi ya leo Papa, tu nous as jamais déçus. Tuna lancé prière ishunguluke kule familia Afrika. Uchunge wote wale mzazi anaacha, uwapatie riziki, uwapatie maisha, uweke masikilizano ndani ya hii familia, uwapatie upendo. Baba, unawatangulia, unaenda mali Yesu acha kutayarishia. Acha na wao wamjue huyu Yesu. Fujo yote ya familia tunaikatana katika jina la Yesu. Mafujo yote ya watu babaya wale waliangalie familia kufuia vitu ya huyu baba wetu anatuacha, tunawabloke na blokaji moya ya nguvu sana katika jina la Yesu. Yesu, uwe mwangaza wa hii familia tuko nayo hapa, hii na tukutanisha mali hii. Bariki huyu baba, bariki huyu dada magharibi ya leo, bariki kitu yao yote, kazi, magari, kitu yao yote Baba, ibarikiwe na wewe magharibi ya leo. Acha inaose baraka tena ndani ya mtu yote anacha mahitaji yake na kuyagomboleza magharibi ya leo. Manjiko inasema miguu ile natembea na bali njema,
inafarijiwa. Acha wafarijiwe magharibi ya leo na upendo wa Yesu katika jina la Yesu. Amen. Asante sana. Basi tukimaliza kwa maombi ya mwisho, familia itajiandaa na mambo yengine kuhusu familia na kusoma hotuba ya mtu aliyetuacha, kwa maana leo siku yake, na tutaomba kwa maombi ya mwisho. Nitamkaribisha mtumishi Hosea afunge kwa maombi ya mwisho, na baadaye tutakaribisha jamii ipate kusoma hotuba ya marehemu na kusema mengi kuhusu mtu aliyetuacha. Hotuba ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa majina yafuatayo: Nondo Alombola Isaac wa jamaa la Bashibakela, nyumba ya Mashimu kwa Nyemba wa kijiji cha Matelo, Lukumba, Fizi. Tarehe za kuzaliwa. Marehemu alizaliwa mnamo tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 1956. Wazazi wa marehemu. Baba wa marehemu aliitwa Ibrahim Alombola Nondo na mama marehemu aliitwa Sara Ongolo wa jamaa la Bakanga Bashiashinda wa pale Lukumba, Fizi. Elimu ya marehemu. Marehemu alisoma hadi kidato cha 6 D6, ambako primary school yake alifanya kwenye Epe Bwala pale Kubashikalangwa, Fizi. Secondary school na Humanite alisomea paka Lembelembe, Fizi. Kazi za ujuzi. Marehemu alikuwa mwalimu wa primary school pale Lombwe Lulenge muda wa miaka 5. Kazi za mikono. Marehemu alikuwa mchimba dhahabu na biashara ndogo ndogo. Maisha ya ndoa ya marehemu. Marehemu alioa mkewe wa kwanza aitwaye Biosa Asende wa jamaa la Bashimwe Sabashisi Mbewa pale Bwala mnamo mwaka 1979 na kuzaa watoto 7 wakiwemo watoto wa kiume 2, wa kike 5. Miongoni mwao watoto hao walio hai ni 5 na waliokufa ni 2, ambao mmoja ni wa kike na mwingine wa kiume. Marehemu walioa mke wake wa pili, mtoto wa Bashiuma wa pale Lombwe Lulenge, na kuzaa naye watoto 2 wa kike. Mmoja yupo hai na mwingine alihaga dunia. Marehemu kwa jumla alizaa watoto 9. Walio hai kwa sasa ni 6, wanawake 5 na mwanaume ni 1. Waliofariki ni 3, wanawake 2 na mwanaume 1. Wajukuu wa marehemu. Marehemu alikuwa na wajukuu 17. Walio hai kwa sasa ni 16 na mmoja alifariki. Miongoni mwao wa kike ni 11 na wa kiume 6, ambamo mmoja kati yao 6 wa kiume alifariki. Maisha ya kiroho. Marehemu alikuwa mshiriki wa kanisa la Free Methodist Church, na baada ya kuoa mke wa pili akajitenga na imani ya dini, na baada ya muda mrefu marehemu alijiunga na kanisa la Kadaf na kuzikwa na kanisa hilo hilo pale Baraka Center mwezi wa 5 tarehe 28 mwaka 2020. Magonjwa ya marehemu. Marehemu aliugua magonjwa yafuatayo: 1, ilikuwa presha ya kupanda, na 2, kisukari ambacho kilimpelekea kwenye mauti. Magonjwa hayo yalimpata mnamo mwaka 2013. Aliendelea kupata matibabu ya namna zote, lakini haikuwezekana hadi pale Mungu alipoamua kumpumzisha, akafariki mnamo tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka 2020. Ilikuwa siku ya Jumamosi asubuhi kwa mida ya saa 4 na dakika 36 asubuhi kwa majira ya DR Congo. Notabene, marehemu aliishi hapa duniani kwa muda wa miaka 64. Shukurani. Shukrani kwa niaba ya familia ya Bashibakela tunasema Bwana alitoa tena Bwana alitwaa. Jina la Bwana na libarikiwe. Pia tumeshukuru watu wote kwa jumla
ambao walichangia pesa zao, vyakula vyao, muda wao, ndugu jamaa na marafiki, bila kusahau kanisa. Hatuna cha kuwalipa, bali Mungu mwenyewe awabariki nyote. Imeandaliwa tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 2020 na kusomwa leo tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2020 na familia ya Bashibakela chini ya Emo ya Mbondo, Houston, Texas.
kusambaza msiba wa babangu. Alifariki mwezi wa 5 na tumesambaza mwezi wa 9 tarehe 20. Na nazidi kushukuru kamati yote wa Bundulisto kwa upendo walioonyesha katika kipindi nilichopitia cha kumtuliza mzazi. Si kitu rahisi, lakini niliona upendo wa marafiki hapa. Tena nazidi kushukuru kanisa langu la Unity Methodist Church waliniunga mkono kuanzia mwanzo hadi mwisho wa msiba. Na nashukuru Mungu kwa leo tumemaliza vizuri tena. Ndugu zangu jamani, wa mama wa Houston wamenionyesha upendo mkubwa sana, sijui nitawalipa nini, ila Mungu ndo atakayewalipa. Asanteni sana, nashukuru na Mungu atakubariki.